Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili. Msikilizaji na mtazamaji wa Jukoki TV, ni kukaribisha katika somo ambalo linafuata. Tunaingia katika somo la 7 katika mfululizo wa masomo ambayo yamekuwa na kichwa cha somo kinachosema dalili ya mapambazuko. Hii ni sehemu ya 7. Ni kukaribishe. Kabla ya kuanza, basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, tuongoze tunapojifunza neno hili tena kwa jina lake Yesu, amina. Katika uwasilisho ambalo limetangulia, Marekani inalenga kuitangaza Jumapili kama siku ya kupumzika katika project yao ya 2025 ambayo imependekezwa na hawa wanaojiita environmental conservatives kutoka kwenye shirika la Heritage Foundation wanaohusika kutengeneza sera za taifa la Marekani kupitia kwenye chama cha Republican. Yaani kwa lugha nyingine, sera ambayo wanatakiwa wasimame nayo serikali ambayo inatengenezwa na chama cha Republican. Hayo wameweka kwenye project 2025 kuhusiana na jambo hilo, wakilenga sana kuitangaza Jumapili. Lakini kama ambavyo nimekwambia, wanakusudia kuitangaza Jumapili sio kama siku ya lazima. Maana wanasema ya kwamba wale ambao wanasali siku ya Sabato, Wayahudi, watu gani, hawatalazimishwa, watakuwa wanaendelea kusali. Sasa ukiangalia utaona ya kwamba haitakuwa ya lazima. Lakini kitu ambacho kinatuambia tunatakiwa tuwe macho haswa ni nini? Kinachotusaidia sisi kukaa tukiwa macho ni kile ambacho kinazungumzwa na maandiko. Roho ya unabii inachokizungumza. Hicho ndicho sana sana kinachotupatia akili ya kutambua kwamba inatakiwa tuwe makini, tusije tukashutukizwa kama simba anavyoshutukiza windo lake. Sasa wanasema ya kwamba hawa wamependekeza, hawa wahafidhina wamependekeza tayari, na ukiangalia kwenye sera yao ya chama cha Republican ambayo wanaitekeleza na nyingine wameisha tekeleza tangu mwaka 2024, tangu hawa wameingia madarakani, kina Trump na kadhalika wameingia madarakani mpaka mwaka 2028 wao wamekwisha kutekeleza. Ukiangalia utaona kila siku zinapungua mpaka watakapokuwa wameweka mambo yao sawa. Sasa hatuwezi tukajua ni lini humu katikati tangu 2024 mpaka siku 25 mpaka 20 na ngapi wataitangaza Jumapili kuwa siku ya kupumzika, wataiweka Jumapili kuwa siku ya kupumzika. Hatuwezi kujua, lakini haya yote yanakusaidia kujua ya kwamba lengo lao hasa ni nini. Kwa mfano, hata hizo video ambazo umeziona kwenye somo ambalo limetangulia, somo ambalo limetangulia, utaona wanasema kwamba sasa kazi ya rais aliyepo madarakani wa Marekani, kazi yake kubwa sasa ni kuambia wa Marekani ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme, tena ni mfalme wa Jumapili. Lakini sasa unaweza ukaona na hili nalo linavyofanya connection za namna hii, basi unaona ya kwamba malengo yao ni kuiweka Jumapili kuwa siku ya kupumzika. Hawatalazimisha kwa sasa, kwa mujibu wa maneno ya nabii. Unaposoma kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 592 kwenye vitabu vile vya nukuu za Kiingereza, utagundua mambo yafuatayo. Anasema sheria ya Jumapili itaendelea taratibu. Yaani sheria ya Jumapili kwenye taifa la Marekani haitaendelea haraka. Yaani siku wanapoitangaza Jumapili sio siku ya kuilazimisha. Hiyo sahau. Itaendelea taratibu. Watakapokuwa wamekwisha kuitaja kuwa siku ya kupumzika, hakuna mtu yeyote, hata mimi mwenyewe, hata nani, hakuna anayejua ni lini hasa. Labda wao wenyewe wanajua, lakini mimi sijui, wengine nao hawajui. Yawezekana hata wewe pia hujui lini hasa
itaendelea taratibu. Itachukua muda gani? Miaka miwili, miaka mitatu, miaka 10, miaka mingapi? Hakuna anayejua. Lakini roho ya unabii nasema itaendelea taratibu. Mwanzoni itakuwa sheria ya mapumziko. Sasa nabii anaposema mwanzoni itakuwa sheria ya mapumziko, uelewe, kwa sababu kwenye mswada wao wamekwisha kuiweka ya kwamba mpaka kufikia 2028 wao wamekwisha kuiweka tayari kama siku ya mapumziko, kama siku ya mapumziko. Kwa hiyo wanachokisema hapa, roho ya nabii inachokisema ni sahihi. Itaanza kuwa siku ya mapumziko, siku ya mapumziko na kuboresha maadili, ikiwemo ni maadili ya kazi, ikiwemo ni maadili ya kifamilia, ikiwemo ni maadili ya nini, maadili, kuboresha maadili. Anaendelea kusema baadaye italazimishwa kama siku ya ibada. Kwa hiyo itapendekezwa kama siku ya mapumziko, na itaanza taratibu, itaendelea taratibu kama siku ya mapumziko. Na nataka nikwambie mpaka sasa hivi imeishaendelea taratibu wewe kama siku ya mapumziko, ingawa ilikuwa bado haijapitishwa kwenye mabunge ya watu kama sasa hivi ambavyo imeonekana ikipitishwa kwenye mabunge ya watu. Lakini kwa kadiri siku zinavyoenda itaonekana kama siku ya kupumzika ya lazima, na nasema baadaye italazimishwa kama siku ya ibada. Yaani itaanza kidogo kama siku ya kupumzika, alafu baadaye italazimishwa kama siku ya ibada. Waone watu sasa hivi wanaabudu vizuri kabisa, hawalazimishwi, lakini iko saa itafika ambapo watalazimishwa kufanya nini? Kuabudu. Hii ni dalili ya pambazuko. Italazimishwa kama siku ya ibada. Kisha watawala wa dunia watawaamuru watu kutii. Unaposikia lugha anayosema kwamba wataamuru watu kutii, kwa lugha nyingine watatumia force, watawalazimisha watu kufanya nini? Kutii. Watatii kwa shuruti, watashurutishwa watu kutii. Ndivyo ambavyo nabii anavyosema. Nabii anasema kwamba itaanza taratibu kama siku ya kupumzika. Huenda unaweza ukawa unajiuliza, mbona Jumapili ni siku ya kupumzika tangu zamani? Ni kweli, mimi sikatai, ni kweli kabisa. Lakini ili tujue ya kwamba ni dalili ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, lazima ipitishwe kisheria. Lazima ipitishwe kisheria. Ipitishwe kisheria na nani? Ipitishwe kisheria Marekani. Tena Marekani ipitishe officially ya kwamba ni siku ya kupumzika, kama ambavyo wanalenga kuipitisha kupitia kwenye mswada wao kwenye Project 2025 ambayo mwisho ni 2028. Kwa hiyo lazima waipitishwe Marekani, na hii haipitishwi na makanisa ya Marekani, bali inapitishwa na taifa kama taifa lenyewe, taifa la Marekani. Kwa hiyo inapitishwa kama kitaifa. Sasa hivi taifa halina dini, ila watu wake ndio wana dini. Nchi haina dini, ila watu wake ndio wana dini. Kwa lugha nyingine, utakapoanza kuona ya kwamba inapitishwa kwenye vyombo vya kisheria, kwenye mabunge, inapitishwa na taifa la Marekani, basi ni dalili ya kwamba ni mwisho wa wakati. Yesu Kristo anakuja. Yesu Kristo anakuja. Kwa hiyo utaangalia kwamba Marekani itakapofanya hivyo itakuwa imekabidhi mamlaka yake rasmi kwenye mikono ya Rumi ya upapa, kama mfalme Konstantino alivyokabidhi ufalme wa Rumi rasmi kwenye mikono ya kanisa la Roma, mikono ya askofu wa Roma, akaanza kutawala dunia. Akitaka kumuondoa mfalme anamuondoa, akitaka huyu apigwe anapigwa. Hivyo Marekani watakavyofanya hivyo, watakuwa wamekabidhi rasmi mamlaka hayo kwa mnyama wa kwanza, kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ya kwanza, aya ya pili, aya ya 3 na aya ya 12. Naposoma utaona serikali ya Marekani itapitisha kama siku ya kupumzika, the day of rest, na baadaye utafuata mkono wa chuma ambao ulikula dunia yote, usiomuonea mtu aibu. Usiomuonea mtu aibu. Hilo jambo lifahamu.
Lakini kwa mujibu wa nabii anasema Marekani haitakuwa peke yake, bali wataungana na Umoja wa Ulaya, kutangaza Jumapili kuwa siku ya pumziko. Kwa hiyo unaweza ukaiona na Marekani haitakuwa peke yake. Ndivyo ambavyo inasema. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya wao wako tayari, wameishaipendekeza tangu 2024. Tena wamependekeza officially kabisa. Lakini pia Marekani kwa mjibu kwa majimbo yao mengi, kila siku kulingana na ratiba zao wanatangaza, na taifa kama sauti ya mwisho kuhitimisha, wameishaiweka kwenye mradi wao wa 2025 Project 2025 ambayo inatekelezwa tangu 2024 mpaka 2028. Hizi zote zinaonyesha kuwa unabii unaenda kutimia machoni petu kabisa. Hakuna mtu atakayesema unabii haukusema. Litatimia machoni mwetu. Watu watalazimishwa kutunza Jumapili badala ya Sabato ya Bwana ya siku ya 7 ya juma. Watu watalazimishwa. Jambo hili pia Umoja wa Mataifa linapigia mbiu sana. Umoja wa Mataifa pia nao wanalipigia upato sana. Hili jambo wanalizungumzia sana. Agenda 17 za Umoja wa Mataifa zina msisitizo wake mkubwa juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kuwa mabadiliko ya tabia ya nchi ndiyo yanayosababisha umaskini, ndiyo yanayosababisha njaa, ndiyo yanayosababisha ugonjwa, ndiyo yanayosababisha mmomonyoko wa maadili, ndiyo unaosababisha mabaraa mengi na matatizo yaje. Kwa hiyo suluhisho ni kuwa na Jumapili ya umoja wa kupumzika, ili kuombea dunia, ili kuokoa dunia na mabadiliko ya mazingira na tabia ya nchi. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa ajenda yao kubwa ni kuwa na siku ya kupumzika, ambayo katika siku hiyo hakuna uharibifu wa mazingira utakayokuwepo. Kwa hiyo unabudi kujua kwamba ajenda ya kupumzika Jumapili sio ajenda ya makanisa ya Wakatoliki, ya Warokole, ya Wapentekoste, ya Waanglikana, ya watu gani, bali hii ni ajenda ya Umoja wa Mataifa. Ni ajenda ya Umoja wa Mataifa, ni ajenda ya Umoja wa Ulaya, ni ajenda ya Marekani, ni ajenda ya kila nchi yoyote ile unayoiona. Mboka maneno ya nabii yanavyosema, Jumapili itaendelea taratibu mwanzoni, na itakavyoendelea taratibu mwanzoni, wataendelea kama siku ya mapumziko. Mwanzoni itakuwa ni sheria ya mapumziko na kuboresha maadili. Sikia, mabadiliko ya tabia ya nchi ndio wanasema kwamba ndio inasababisha mmomonyoko wa maadili. Mabadiliko ya tabia ya nchi ndio inasababisha umaskini. Itaanza kidogo kidogo kama siku ya kupumzika au kuboresha maadili, na baadaye italazimishwa kama siku ya ibada baadaye. Sasa baadaye hiyo hatujui ni muda gani, lakini nasema baadaye itakuwa italazimishwa kama siku ya ibada. Kisha watawala wa dunia wataamuru watu kutii. Hiyo ni Pambano Kuu, ukurasa wa 592. Ukiona hayo mambo, jua ya kwamba Mungu anakuambia kitu gani. Kwa hiyo unapoona kwenye mswada wao Marekani wanapendekeza Jumapili kuwa siku ya kupumzika, hapo ukumbuke maneno ya nabii anayoyasema ya kwamba itakuwa ni siku ya kupumzika, day of rest, mwanzoni kabisa, na baadaye watailazimisha kuabudu. Sasa ujue kuwa kila Marekani wanachokifanya, mataifa yote ulimwenguni kote ndicho wanachokifanya. Wanafanya kitu cha namna hiyo. Usijue kwamba Marekani wanachokifanya ndivyo taifa lolote lile, naam hata hili wanachokifanya. Neno linasema hakuna jambo jipya chini ya jua, mambo yote ni marudio. Sheria ya kwanza ya Jumapili officially ilitolewa na Mfalme Konstantino akiwa mtawala wa Rumi wakati huo, ikiwa na sura ya kupumzika na viongozi watumishi, kupumzika kwa viongozi watumishi wa umma, watumishi wa umma na wafanyabiashara na watu wa mashambani huko
haikuwa lazima kwao. Hakuna jambo jipya. Mfalme Konstantino mwaka wa 321 Machi 27 alitamka Jumapili kama siku ya kupumzika, ikiwa haina sura ya kidini. Yaani ilikuwa na ya kupumzika. Hakuna shuruti, hakuna lazima, hakuna jambo lililolazimisha pale. Halipo. Nenda ukasome historia utaona anachokizungumzia hapo. Kwa hiyo Mfalme Konstantino alipoipitisha haikuwa na lazima, ila maofisi ya umma yalifungwa. Nini vilifungwa? Biashara za mjini zilifungwa. Watu wa vijijini huko waliendelea kuchapa kazi zao kama kawaida siku ya Jumapili. Kwa nini? Sababu tangu mwanzo huyu alionyesha maana huyu Konstantino alikuwa anaabudu jua. Mfalme wa Kirumi alikuwa anaabudu jua. Huyu Mfalme Konstantino aliipitisha Jumapili kiserikali. Aliipitisha kiserikali. Na baadaye kanisa likawa limeyachukua hayo. Serikali ikaungana na kanisa na serikali vikashikamana kuwatesa watu walioonekana kuwa kinyume. Kwa hiyo wakawatesa, wakawafanyia mambo ya namna hiyo. Baadaye ilionekana ni ya kisheria, ilionekana ni ya kiserikali, lakini baadaye ilikuja na sura ya kidini. Kanisa la Roma wakati huo likaingia. Unaangalia hata ukiangalia kuna baraza la Laodikia, nafikiri kama sikosei kwenye 368 likapiga marufuku ya utunzaji wa Sabato ambayo Yesu Kristo ndiye aliyeitunza, wanafunzi wa Kristo waliitunza. Hakuna maandiko yanayoikataa Sabato ya siku ya 7 ya juma ambayo ni Jumamosi. Wakaipiga marufuku kama kanisa, wakapiga marufuku. Lakini miaka michache baadaye ilipopitia, wakaanza kulazimisha mpaka kufikia mwaka wa 538 taifa ufalme wa Rumi ukaungana na kanisa la Roma, wakaanza kuwatesa watu miaka 1260 kwa mujibu wa unabii. Hiyo ni historia inaonekana mpaka kipindi ambacho Jenerali Bethia alipomkamata askofu mkuu wa Rumi, naye alijulikana kwa jina la Pope Pius. Mwaka Februari 10 tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 1798 walianza kufanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo Jumapili ilianza kuonekana kama inatajwa serikali wanaiweka kama siku ya kupumzika, kumbe nyuma ya pazia kulikuwepo na kanisa. Nyuma ya pazia ya utunzaji wa Jumapili kwa taifa la Marekani kuna Waprotestanti walioanguka, nyuma yake kuna kanisa la Roma. Hao ndio wanaoisukuma Jumapili. Unatakiwa ufunguke macho. Kama wewe ni msomaji vizuri, utaangalia kuna vitabu ambavyo viko hapo. Kuna kitabu cha wanavyoamini wa Adventista wa Sabato ukurasa wa 319, na utasoma katekisimu zao, utaangalia hii ni historia. Hata ukigugo kwenye mtandao utaona, hata ukigugo wapi utaona. Hivyo basi serikali za dunia zinapoonesha sura hii ni dalili mbaya sana kwa uhuru wa kidini. Unapoona serikali za kidunia zinaingilia mambo ya kidini, maana yake uhuru wa kidini unaondolewa, uhuru wa dhamiri unaondolewa. Kitakachofuata itakuwa ni shuruti na kulazimisha watu kutunza Jumapili kwa nguvu zote na kwa razi. Hayo ni waombe ndugu zangu, tusome Pambano Kuu. Kama mtu anaweza kusoma hicho kitabu cha Pambano Kuu, kipo, kasome. Kama unaweza kusoma vitabu, kuchunguza, kuchimba kwenye maandiko, chimba, uangalie kwa nini kama Wakristo ni wamoja, kama Wakristo wote ni wamoja, kwa nini Jumapili na Jumamosi? Kwa nini kuwepo na huu tofauti? Huu tofauti unatoka wapi? Sio mpango wa Mungu tutengane, kwa sababu kwa mujibu wa maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, nafikiri sura ya 6 fungu la 5, anasema Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Na maandiko mahali fulani kwenye maandiko, nafikiri kwenye Waefeso kama sikosei sura ya 5 fungu la 11, anasema iweni na imani moja.
tuwe na imani moja, tuwe na ubatizo mmoja. Mungu ni mmoja, imani moja, tumaini moja, ubatizo mmoja. Kama imani ni moja, kwa nini tunatofautiana? Ujiulize maswali wewe kama Mkristo, kwa nini tunatofautiana? Hapo upate sababu ya kuchunguza maandiko. Unapoyasikia haya, usipuuze. Neno la Mungu linavyosema, hakuna ajuaye siku wala saa ya kuja kwake mwana wa Adamu, lakini dalili zinaonesha. Kuzingirwa kwa Yerusalemu ya saa ya mwisho ni kutangaza Jumapili kuwa siku ya kupumzika na kuilazimisha. Kwa hiyo unapoona haya yote tunajifunza, basi usipuuze, zingatia kwa kina. Mungu anahitaji jambo gani? Mungu anahitaji nini? Liko jambo ambalo Mungu anahitaji uweze kulifahamu. Jumapili itakapokuwa imetangazwa kuwa siku ya pumziko, naomba hapo usikilize. Jumapili itakapokuwa imetangazwa kuwa siku ya pumziko, hata Waingereza wanasema the day of rest, kama siku ya pumziko, tutashangaa movement za mataifa yote kuishangilia. Watu watakavyoishangilia Jumapili, ndio utajua ya kwamba kuna agenda, kuna kuwafunga watu kuwapeleka kwenye vita ya saa ya mwisho, vita ya Armageddon. Sikiliza, tutaangalia movement, tutaangalia sana, tutashangaa sana movement za mataifa kuishangilia Jumapili. Vyombo vya habari vitapromote sana, viongozi wa serikali wataipigia makofi Jumapili. Ujapata kuona, haijalishi ni watu gani, wataipigia makofi, na viongozi wa kidini wataishangilia. Wakristo ndo usiseme, Wakristo watashangilia sana, watashangilia sana wakisema Kristo Yesu amekuwa mfalme wa mataifa yote. Wakati mataifa wanaposhangilia hiyo Jumapili, watu wa Mungu watapata furaha, si kama watu wa mataifa wanavyoshangilia, bali kwa kuwa Bwana wao Yesu Kristo anakaribia kuja, nayo hii ni dalili ya pambazuko. Wengine watalia, wengine watafanya nini? Yote watashangilia, lakini watu wa Mungu watashangilia. Furaha yao sio kuishangilia Jumapili, furaha yao sio sijui Jumapili kuishangilia kwamba inaondoa mabaraka na kadhalika. Furaha yao haitakuwa huko, ila furaha yao itakuwa ni kwamba Yesu Kristo anakuja. Watashangilia sana kwamba Bwana wao Yesu Kristo anakuja. Watakesha na kuomba, watajisalimisha kwa Mwokozi wao Yesu Kristo kwa njia ya maombi na kukesha, wakisema Bwana wetu Yesu Kristo anakaribia kuja. Wakristo wa kweli wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu hawatatingishika kwenye msimamo wao, maana kutangaza Jumapili kwao hawa wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu ni dalili ya karibu sana ya ujio wa Kristo mara ya pili, kuja kwa Masihi akiwa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, atakuwa anakaribia kuja. Kwa hiyo wao watashangilia, watafurahi kwa sababu Bwana wao anakaribia kuja. Ndipo watakapokumbuka yote yaliyoandikwa katika manabii, yaliyoandikwa uzuri wa Yerusalemu ya mbinguni, uzuri na upendo usio na kifani wa Mwokozi wao, uzuri wa mbinguni ambao utaonekana katika imani. Ndipo watajaza shauku kuu ya kuyashika maungamo yao na nguvu dhidi ya dhambi, kiasi ambacho wataazimia kuamua kuwa upande wa Mungu na amri zake dhidi ya sabato bandia, sabato ya uongo, sabato ya Jumapili. Hawa watu watasimama kwa nguvu zote, hawatatetemeka. Watainua macho yao juu, wamtazame Yesu Kristo anayekuja. Watasimama kwa ujasiri, watasema Bwana wetu anakaribia kuja. Hii ni dalili ya pambazuko, na ni pambazuko la kiroho. Mungu akubariki. Haya mambo unapoyasikia, hebu zingatia, usipuuze, zingatia. Soma maandiko, angalia kwa nini kuna ugomvi kati ya Jumapili na Sabato. Kwa nini? Kama Kristo ni mmoja, Mungu ni mmoja, Roho ni mmoja, neno ni moja, kwa nini tunatofautiana? Kuna uongo wa mwovu Ibilisi analenga kututenga.
Mungu akubariki, Mungu akusaidie. Hii ni sehemu ya 7, iko sehemu ya 8 inakuja. Mungu akusaidie kuyaelewa haya na kuyatendea kazi. Bwana bariki neno hili katika jina la Yesu Kristo, amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, asante kwa neno hili. Asante kwa sababu umenena nasi. Mjalie mpenzi mtazamaji na msikilizaji anapoyasikia haya akazingatie na asipuuze, akaangalia kwamba unakuja kuwachukua walio wako, na yeye akawe miongoni mwa watu wako. Mungu wa mbinguni, tunajisalimisha mikononi mwako tukiomba na kuamini katika jina lake Yesu, amina. Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili.